Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Basi napenda kuwakaribisha waandishi wa habari pamoja na wasikilizaji wote. Mbele yenu naitwa Edward Kweyunga, ni mwenyekiti wa kamati ya uzinduzi wa album ya kwaya ya Alois Gonzaga Kigamboni, ambayo imeandaliwa na hiyo kwaya kwa kipindi kirefu. Sasa tuko mbele yenu kwa ajili ya utambulisho rasmi wa uzinduzi huo na maandalizi yote kwa ujumla jinsi yanavyokwenda. Kwa hiyo napenda kuwashukuru kwa uwepo wenu siku ya leo katika haya mazungumzo ambapo tunakwenda kuzindua albamu yetu. Napenda niwakaribishe ili basi tuweze kwenda kusikilizana katika yale yote ambayo tunakwenda kuyafanya katika hiyo tarehe tajwa itakayokuja hapo baadaye. Kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya uzinduzi wa album. Kwaya ya Alois Gonzaga Kigamboni ni kwaya ambayo inahudumu katika parokia ya Bikira Maria Consolata kwa muda mrefu sasa. Ni kwaya kongwe ambayo imeshafanya mambo mengi katika utume wa uimbaji, na sasa imejiandaa vema kwa kipindi kirefu sana kwa ajili ya kuandaa kazi ambayo ni bora zaidi na nzuri zaidi katika utume wake, ambayo inaenda kuzinduliwa. Tukio la uzinduzi wa albamu hiyo ambayo imeandaliwa na kwaya ya Alois Gonzaga, hilo tukio litafanyika tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2025 siku ya Jumapili, katika sehemu ambayo imeandaliwa rasmi kwa ajili ya tukio hilo, ambayo itatajwa hapo baadaye na kiongozi wangu mwingine, katibu. Lakini napenda kuwataarifu watazamaji wote kwamba kwaya ya Alois Gonzaga ni kwaya ambayo imejiwekea mikakati mizuri katika utume wa uimbaji, na walio wengi mnafahamu utume wa kwaya hii, hasa wapenzi wa muziki mtakatifu. Hakuna ambaye anaweza kuwa ni mgeni katika kwaya hii ya Alois Gonzaga. Basi tunamshukuru Mungu kwa utume huo ambao ameutia katikati ya hiyo kwaya. Sasa hii kwaya imekaa karibu miaka zaidi ya 5 inaandaa album ambayo inaenda kuitwa kwa jina la Yesu wa Miujiza. Ndugu watazamaji, tunaposema Yesu wa Miujiza ni kwamba tumeonja utamu wake Yesu katika miujiza ambayo anaitenda katikati ya maisha yetu kama wanakwaya na katika utume wetu wa uimbaji. Basi tunaposukuma kwamba kwenda kuita hiyo album katika, kama nilivyotambulisha kwamba ni Yesu wa Miujiza, tunamaanisha kwamba Yesu Kristo ametutendea sisi wenyewe muujiza ambao tunauona katikati ya maisha yetu kama wanakwaya, na ndiyo maana basi Roho Mtakatifu akajalia akawapa kipawa walimu wetu kuweza kutunga wimbo ambao unaenda kwa Yesu wa Miujiza. Kwa nini tunasema Yesu wa Miujiza? Yesu ametenda mengi katikati ya maisha ya utume wa uimbaji katikati ya kwaya hii ya Alois Gonzaga. Basi watazamaji, naomba niwakaribishe katika maandalizi yote ambayo tumeyafanya kwa kipindi kirefu zaidi, katika maandalizi ya miaka 4 ya kuandaa hii album. Imeandaliwa kwa ustadi mkubwa sana, imeandaliwa kwa maandalizi makubwa sana, na ikizingatia kwamba wapenzi wa muziki mtakatifu nini wanahitaji kupata, nini wanahitaji kusikia kutokana na wakati tulio nao. Lakini basi kwa kuwa Yesu wa Miujiza anatenda, basi tunatamani kila mmoja aweze kutendewa muujiza na huyu Yesu wa Miujiza. Kwa hiyo lengo letu kubwa, watazamaji wetu, tunapenda kuwakaribisha katika tukio ambalo litakwenda kufanyika tarehe niliyoitaja, tarehe 5 mwezi wa 10 siku ya Jumapili. Sehemu itaelekezwa na kila mmoja tunatamani aweze kufika na kuweza kushuhudia ukuu wa hii kwaya ambayo Mungu ameweza kutia kipawa ndani yao katika kumtakatifuza walimwengu kwa njia ya uimbaji. Basi napenda nimkaribishe viongozi ambao nimeambatana nao. Nimeambatana na katibu wa kwaya, atajitambulisha. Nimeambatana na mwalimu kiongozi wa kwaya, atajitambulisha, na basi watakwenda kuelezea jinsi tukio litakavyokuwa hapo tarehe 5 ya Jumapili mwezi wa 10. Karibu. Asante ndugu mwandishi.
Ni kweli tumeandaa hii kazi vizuri sana, na katika maandalizi yetu yote tuliyoandaa, siku hiyo ya tarehe 5 tunaye mgeni rasmi. Mgeni wetu rasmi atakuwa ndugu Alan Sanga. Ndugu Alan Sanga ni mpenzi wa muziki mtakatifu na ni mdau mkubwa katika muziki mtakatifu. Basi siku hiyo tutakwenda kuwa pamoja naye, lakini pamoja naye ataambatana na mkuu wa wilaya yetu ya Kigamboni. Tutakuwa naye pamoja katika hiyo tafrija, lakini tutakuwa na watu wengine maarufu muhimu ambao ni wapenzi wa muziki mtakatifu ambao wataambatana na mgeni wetu ndugu Alan Sanga.